Na ndio Mungu anasema kama mkinipenda, mkakaa ndani yangu, mkazaa matunda, ndipo mkiniomba jambo lolote nitalitenda. Kama mkiniomba jambo lolote nitalitenda. Mungu alifika mahali wakati wa nabii Malaki, akaona watu wamekuwa ni wanyimivu lakini wanataka baraka. Nabii Malaki akawaambia, tatizo mnamwimbia Mungu, mjaribuni kwa matoleo, muone kama hata wafungulia milango na madirisha mbinguni na kuwamwagia baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Haleluya. Unadhani hata ukiwa na hela milioni nzima au 2 au 5, ukavaa, ukanunua nguo, ukavaa, ukafanya hivi, ukafanya hiki, alafu baadaye ukafa ghafla. Alafu kufa ghafla, milioni 3 uliokuwa umebakiza ikabaki wanasema marehemu alikuwa na hela na msibani hakuna budget ya kutosha. Wanasema chukweli kwenye hela marehemu tununue gunia moja la mchele, tununue ng'ombe 2, wanakula ndugu jamaa na marafiki. Alafu unafika mbele za kiti cha Mungu, Mungu anakuambia, mwanangu, uliishi katika imani lakini hukujiwekea hazina mbinguni. Kwa hiyo huna mahali pa kupumzika. Hauna akiba huko. Lakini duniani ndio nyumba nzuri, unazo nguo nzuri ambazo siku ya 3 baada ya msiba wako wanaanza kugawiana. Mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mpaka wao wanagombania, nipeni ile nzuri, mimi ndo nalipa marapo ya marehemu. Wanagombania. Lakini wewe kule uendako hauna anayekutolea sadaka. Sijawahi kuona kwenye Ukristo huu mtu aliyekuja akasema, ndugu yangu alikufa miaka 4 mchungaji, leo hii nakuja kumtolea sadaka, huko alikopumzika aendelee kupumzika kwa amani. Sijawahi niona kwenye maisha yangu yote ya utumishi, miaka hii karibia 30. Sijawahi niona. Kila anayekuja anajitolea mwenyewe. Hata yeye mwenyewe aliye anajitolea kwa uchoyo. Anajitolea akijiogopea nisije nikaishiwa hela ya kula. Ni hana imani na Mungu wake kwamba akitoa Mungu anaweza kumzidishia. Maana ya kutoa, ile nguvu ya Mungu inakurudishia. Ndio maana Mungu akasema tumjaribu, hebu tuijaribu hii nguvu ya msalaba. Watu wengi wanadhani unapotoa sadaka ni kwa ajili ya utajiri wa dunia, lakini haujui pia kwamba utajiri wa afya. Ndio maana Ayubu alikuwa anamtolea watoto wake sadaka. Lakini watu walipa nini Ayubu? Alikuwa anamtolea watoto wake sadaka. Akiwafanyia sherehe, anatoa na sadaka. Kila jambo zuri analofanya kwa ajili ya nyumba yake, anafanya pia jambo zuri kwa ajili ya maisha ya roho. Hatukatai mtu kujenga nyumba yake, hatukatai mtu kununua nguo kwa ajili ya mwili wake, hatukatai mtu kununua gari lake, hatukatai mtu kuwa na viwanja, hatukatai mtu kuwa na biashara nyingi, hatukatai. Lakini je, mali zako, baraka zako unazilinda kwa njia ya Mungu? Yale maono ulionayo unayaelekezea vipi? Duniani wameingia mashetani wengi sana kwenye imani. Na hususan kwenye mitandao yetu ya kijamii, usiposimama kama mwana wa Mungu, wameingia ubiri wa kupotosha wengi sana, ambao wanapiga vita matoleo, wanapiga vita kutoa zaka. Na mtu mmoja kwa mchinga anaweza kutaka sikiliza, akasema mbona mchungaji anafundisha hivi, mbona huyo askofu amefundisha hivi? Mbona unaliacha neno la Mungu ambalo ndio msingi Biblia? Mtu anakuambia haya yalikuwa ni maagizo, yalikuwa ni maagizo, yalikuwa ni maagizo yaliyoagizwa kwa wana wa Israeli. Yalikuwa ni maagizo. Mchungaji sasa anakaa anaanza kupiga Biblia. Na mtu mmoja sana ufahamu anaweza kawaza, unajua hawa wanahubiri sadaka ili tutoe sadaka, ili watu watoe sadaka kwa sababu hawana namna ya kupata hela. Tuna namna nyingi ya kupata